Mzozo kati ya Iran na United States ni mzozo wa kisiasa, kijeshi na kiuchumi uliodumu kwa zaidi ya miaka 40. Hapa kuna simulizi ndefu ya historia yake ili uelewe chanzo chake na jinsi ulivyokuwa mpaka leo. Mwanzo wa uhusiano. Kabla ya mwaka 1979, Iran na Marekani walikuwa washirika wakubwa. Iran iliongozwa na mfalme aitwaye Mohammad Reza Shah Pahlavi. Shah alikuwa rafiki mkubwa wa Marekani na nchi za Magharibi. Marekani ilimsaidia Iran kijeshi, kiuchumi na kiteknolojia. Lakini ndani ya Iran kulikuwa na watu wengi waliompinga Shah kwa sababu alitawala kwa nguvu, serikali yake ilionekana kupendelea sana Magharibi. Waislamu wengi waliona maadili ya Kiislamu yanaharibiwa. 2. Mapinduzi ya Kiislamu ya Iran 1979. Mwaka 1979 kulitokea tukio kubwa sana linaloitwa Iranian Revolution. Mapinduzi haya yaliongozwa na mwanazuoni wa Kiislamu, Ruhollah Khomeini. Matokeo yake, Shah alikimbia nchi, Iran ikawa jamhuri ya Kiislamu. Serikali mpya ilianza kupinga Marekani vikali. Kuanzia hapo, uhusiano wa nchi hizi mbili ukawa mbaya sana. 3. Tukio la mateka wa ubalozi 1979-1981. Baada ya mapinduzi, wanafunzi wa Iran waliuvamia ubalozi wa Marekani mjini Tehran. Tukio hili linaitwa Iran Hostage Crisis. Walichukua mateka wanadiplomasia wa Marekani 52 na kuwashikilia kwa siku 444. Marekani ilikasirika sana na ikaweka vikwazo kwa Iran, ikaacha uhusiano wa kidiplomasia. Hapo ndipo uadui mkubwa ulianza rasmi. 4. Vita ya Iran na Iraq. Mwaka 1980-1988. Baada ya mapinduzi, Iran iliingia vitani na Iraq. Vita hii inaitwa Iran-Iraq War. Katika vita hiyo, Marekani iliisaidia Iraq kwa njia mbalimbali. Iran iliona Marekani ni adui yake mkubwa. Vita hiyo ilidumu miaka 8 na watu zaidi ya milioni 1 walikufa au kujeruhiwa. 5. Mgogoro wa nyuklia. Baada ya miaka mingi, Iran ilianza mpango wa nishati ya nyuklia. Marekani na nchi za Magharibi walidai kuwa Iran inajaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Iran ilisema inataka tu umeme wa nyuklia. Baada ya majadiliano marefu, mwaka 2015 kulifanyika makubaliano makubwa, Joint Comprehensive Plan of Action. Lakini mwaka 2018, Donald Trump aliondoa Marekani katika makubaliano hayo na kurejesha vikwazo dhidi ya Iran. Hii ilifanya mvutano uongezeke tena. 6. Kuuawa wa Jenerali Qasem Soleimani mwaka 2020. Mwaka 2020, tukio jingine kubwa lilitokea. Marekani ilimuua kamanda wa jeshi la Iran, Qasem Soleimani, katika shambulio la ndege zisizo na rubani karibu na uwanja wa ndege wa Baghdad. Iran ilichukulia tukio hilo kama uchokozi mkubwa na ikajibu kwa kurusha makombora kwenye kambi za Marekani nchini Iraq. Dunia iliogopa kuwa vita kubwa inaweza kuanza. 7. Mvutano wa sasa. Mpaka leo mvutano bado upo kwa sababu ya mambo kadhaa: mpango wa nyuklia wa Iran, vikwazo vya kiuchumi vya Marekani, Iran kusaidia makundi ya kijeshi Mashariki ya Kati, ushindani wa kisiasa katika eneo la Mashariki ya Kati. Ingawa hawajapigana vita ya moja kwa moja, mara nyingi kuna mashambulizi ya makundi washirika, vitisho vya kijeshi, vikwazo vya kiuchumi. Nguvu za jeshi la Marekani. United States ina jeshi lenye nguvu zaidi duniani. Baadhi ya uwezo wake: bajeti ya jeshi zaidi ya dola bilioni 800 kwa mwaka, ndege za kivita zaidi ya 13,000, manowari za nyuklia nyingi, meli kubwa za vita zinazoitwa aircraft carriers, teknolojia ya kisasa sana, satellite, drones, silaha za kisasa. Jeshi la Marekani linaweza kupigana vita mbali na nchi yake kwa urahisi. 2.
Nguvu za jeshi la Iran. Iran haina teknolojia kubwa kama Marekani, lakini ina nguvu katika mambo haya: makombora mengi ya masafa marefu, makundi ya washirika katika Mashariki ya Kati, jeshi la ardhi lenye askari wengi, mfumo wa vita wa guerrilla, vita vya kuvizia. Iran pia ina jeshi maalum liitwalo Islamic Revolutionary Guard Corps. Jeshi hili lina nguvu kubwa sana katika siasa na vita vya eneo. 3. Kama vita kubwa ingetokea kati ya Marekani na Iran. Hatua ya kwanza, Marekani ingeanza kwa mashambulizi ya anga, kuharibu vituo vya jeshi, kuharibu makombora na rada. Hatua ya pili, Iran ingeweza kujibu kwa kurusha makombora kwa kambi za Marekani, kufunga njia ya mafuta katika Ghuba ya Uajemi. Njia hiyo muhimu inaitwa Strait of Hormuz. Kupitia hapo hupita karibu 20% ya mafuta ya dunia. Madhara kwa dunia. Kama vita ingetokea, bei ya mafuta ingepanda sana. Uchumi wa dunia ungeathirika. Nchi nyingi Mashariki ya Kati zingehusishwa. Dunia ingeweza kuingia kwenye mgogoro mkubwa. Kwa ufupi, Marekani ina nguvu zaidi kijeshi, lakini Iran inaweza kufanya vita iwe ngumu na ya muda mrefu sana.